Karibuni sana. Karibuni sana. Karibuni sana. Hapa ni zawadi yenu ya mtu mnaikumbuka? Safi sana. Karibuni. Nimefurahi sana kutembelewa leo na DCA ambao pia tukiwa sisi ni Sober House tunafanya nao kazi na ni wasimamizi wa hizi nyumba zetu za upataji nafuu. Kwa hivyo leo wametutembelea na wataona ni kitu gani ambacho kinaendelea. Kwa hivyo karibuni sana. Sisi kama mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya tuna miongozo ya uanzishwaji na uendeshaji wa hizi nyumba za upataji nafuu. Kwa hizi nyumba haziendeshi kiolela. Nipende kuwatoa shaka wananchi wote na wajue kwamba mamlaka tuko mstari wa mbele dhidi ya ufuatiliaji wa nyumba hizo na kuendelea kutoa huduma, lakini tuna miongozo ya uanzishwaji kama unavyoona. Wakati tunaingia nyumba ilikuwa na uzio, kwa hata ni vigumu kwa mraibu ambaye anaendelea kupata nafuu anaikuwa katika hizi nyumba aidha kutoroka au kushawishika kutoroka kulingana hata na mazingira ambayo umeyaona. Tunamtanguliza Mungu kwa kila kitu. Hata kwenye hizi program zetu kuna misingi ya imani za kiroho tunawafundisha, na ni watu ambao walikuwa wamepoteza mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunawafundisha kurudisha mahusiano na Mwenyezi Mungu. Kama Mashono Foundation Sober House, ambapo pale ukiangalia ina alama kwanza ya katazo. Yaani kwamba pombe tumeweka ni kitu ambacho hapa kwetu ni aina ya dawa za kulevya pombe. Na pia ukiangalia kuna sindano pale ambayo ipo katika alama ya katazo, ambayo pia ni sehemu ya watu wanajidunga sindano. Pia ukiangalia pale utaona kuna alama ya vidonge. Watu sasa hivi wanatumia mavidonge pia kama Valium na baadhi ya vidonge vingine vilivyopo kwenye maduka ya madawa ili kuweza kufanyaje kupata mtingo. Ndugu yako ambaye ni mraibu au mraibu mwenyewe kaamua kuja mwenyewe, taratibu gani zinafuata? Anapofika hapa tunakuwa tunamsajili kwa ajili ya yeye kuweza kufuata taratibu na miongozo iliyopangwa na DCA. Kwa hiyo hizi fomu ni fomu ambazo tunafuata miongozo ya kila kitu kilichopangwa na DCA. Kwa hiyo anapokuja hapa tunamsajili kupitia hii fomu. Subiri tu tupate ile mashine ambao wakitupa tutaanza rasmi, japo sasa hivi tumwamisha tupa application kwa njia ya simu na msajili pia. Kwa hiyo ni kipimo kizuri ambacho pia sisi kinatusaidia kubaini kwamba tunafanya kazi sawa, lakini kwa kiwango gani kazi inafanyika, wangapi wanasaidika. Lakini pia kuna kesi nyingine ziliwahi kujitokeza kwamba labda mtu babake amefariki kaacha mali, wanamsingizia kwamba huyu bwana ni mraibu amechanganyikiwa na nini ili asipate haki yake. Ni kama wasimamizi wa hivi hadi unampokea mtu unajiridhisha kwa kiwango gani kwamba huyu kweli anahitaji usaidizi arudi kana kweli familia na changamoto inataka imweke tu huyu mtu ili aendelee na vitu vyao. Lakini baada ya kubaini sasa kama kweli ni mtumiaji wa dawa za kulevya, atajiunga na matibabu ya nyumba za upataji nafuu. Lakini pia kwenye hizi nyumba za upataji nafuu kuna vipimo ambao tunategemea mraibu wa matumizi ya dawa za kulevya yuko katika hatari kubwa kupata ya magonjwa. Miongoni mwa magonjwa hayo ni magonjwa ya akili, lakini changamoto za ini, changamoto za figo. Kwa hiyo vipimo vyote hivyo, changamoto za kansa, huyu mraibu ambaye atakuwa amefika kwenye hizi nyumba za upataji nafuu, mara nyingi huwa tunawahimiza au wamiliki wa hizi nyumba wachukue hivyo vipimo vyote na watu wa changamoto za kifafa, kwa sababu hivi vitawasaidia wao hata kuwaweka katika nafasi nzuri. Hata kama huyu mraibu atapata changamoto ya magonjwa ya akili, wajue kabisa huyu mraibu anahitaji kuendelea na matibabu akiwa ndani ya hizo nyumba za upataji nafuu au zile kliniki za magonjwa ya afya ya akili. Kuna hospitali ya Mount Meru ambapo kuna kitengo pale cha afya ya akili na kuna vipimo vyote ambapo pale anaweza akapata kipimo cha kuweza kujua kwamba huyu anatumia pombe, huyu anatumia bangi, ama huyu tatizo lake ni dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaweza kujiridhisha kwamba huyu drug choice yake ni aina gani.